Bunge News, mikutano ya wabunge, maendeleo majimboni na wasifu wa wabunge binafsi. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Napenda nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kukwamua vijana wetu na kutoa mitaji kwa watu ili uchumi wa mtu mmoja mmoja uweze kukua, na tabasamu kwa wananchi wa Musoma mjini pamoja na Tanzania nzima liweze kupatikana, sababu tuna imani Mheshimiwa Rais ana dhamira njema sana. Hiyo bilioni 200 angeweza kupeleka kwenye infrastructures, sababu tuna changamoto za barabara kama mnavyofahamu, na huu ni msimu wa mvua, lakini ameona awezeshe wananchi wake ambao wanahitaji kila mtu aweze kupata mkate wake wa kila siku kwa kupitia shughuli ya mikono yake mwenyewe anojishughulisha nayo. Na Mheshimiwa Kigera, kwanza nikupongeze kwenye sekta ya elimu. Siku nafungua wanafunzi ulitoa msaada wa vitendea kazi ama vifaa vya wanafunzi kwa maana ya kuanzia madaftari. Pengine nini hamasa yako kwa watoto wa kike kwa kuhusiana na viwango vya ufaulu kwa manispaa ya Musoma mjini? Kwanza nashukuru, ni kweli nilitoa vifaa kwa watoto zaidi ya 160 baada ya kuonekana kwamba kuna watoto wamefaulu kwenda kidato cha kwanza lakini hawana uwezo, familia zao ni duni. Sasa nikawiwa niweze kuwagusa wale watoto ambao wanatakiwa kuendelea na masomo lakini wana changamoto ya vitu kama uniform, madaftari, rim, viatu, school bags, niweze kutoa kwa kidogo nilichokuwa nimejaliwa na Mwenyezi Mungu, hii na wenyewe pia wakatimize ndoto zao. Kwa watoto wa kike naendelea kuwahimiza waweze kusoma. Elimu ndio ufungua maisha. Hata kama unataka uwe mama ntilie, hata kama unataka ujiajiri mwenyewe, hata kama unataka kuwa hairdresser, hata kama unataka chochote unataka kufanya, kwanza ni muhimu kuwa na elimu. Na ndio maana Mheshimiwa Rais kwa kulitambua hilo na kuwathamini watoto wa kike, ameendelea kujenga shule za watoto wa kike ambazo ni mikoa yote. Kila shule imejengwa, kila mkoa imejengwa shule kwa ajili ya watoto wa kike ambao wataenda kusoma ili watimize ndoto zao. Naendelea kuwaasa wazazi wahimize watoto waende wakasome. Huu sio muda wa kusema mtoto wa kike anatakiwa kuwa mama wa nyumbani ama akaolewe ama akafanye nini. Ataolewa muda utakapofika kwa yeye mwenyewe, akishakuwa ameona sasa amefikia wakati huo. Ila kwa watoto wetu wote wanaomaliza darasa la 7 kujiunga kwenda kidato cha kwanza mpaka cha 6, tuweze kuwapa support kwa kiasi kikubwa sana kama serikali ambavyo imeweza kufanya. Na mimi kama mbunge kwa kushirikiana na mkuu wa wilaya pamoja na mkurugenzi na afisa elimu msingi na sekondari, tumeandaa program nzuri ambayo tunataka kuhakikisha watoto wetu wanaenda kuongeza ufaulu kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kwa mwaka 25 ufaulu ulishuka. Hizo ni changamoto zilizopo, lakini tunataka tuhakikishe tunaenda kuzitatua ili watoto wetu waweze kufanya vizuri na tutokomeze division 0 na 4 katika jimbo la Musoma mjini. Na kwa uwezo wa Allah hapo mbeleni hata tubakize division 1 na tu peke yake. Hilo pia linawezekana. Hongera sana Mheshimiwa. Na pengine Mheshimiwa, tumalizane na eneo la michezo. Hadi koje? Kama ambavyo unafahamu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuinua sekta ya michezo kwa kiasi kikubwa sana. Na hata juzi umemsikia Mheshimiwa waziri wa michezo pamoja na utamaduni ndugu yetu Mheshimiwa Paul Makonda amesema zinakuja kujengwa academy 56 Tanzania nzima. Kwa hiyo kwa kulizingatia hilo, mimi mwenyewe kama mbunge, hata wakati nikiinadi ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kwenye ilani yetu ya 25-30 imeelezea inatakiwa kujengwa kiwanja cha kitaifa katika mkoa wa Mara, viwanja 5 vidogo vya kawaida katika mkoa wa Mara na academy ya michezo katika mkoa wa Mara. Hiyo yote ni ili kuendelea kufungua fursa vijana wetu kukua kwa vipaji na pia kuweza kufungua fursa za ajira kwa kupitia michezo. Nilivyokuwa nikiomba kura, niliahidi nitaenda kupeleka watoto wetu katika academy
kila mwaka watoto 5, na tayari hadi hiyo nimeshatekeleza. Nina watoto 5 wameshaenda, tena sio 5 ni 6, wameshaenda katika academy ya Enjoy Soka iliyoko Basi Haya ya Mrisho Ngasa, ili ende kuinua vipaji vyao, ili kadri ya watoto wanavyokuwa wakitoka na sisi huku tuendelea kuvumbua watoto wengine, ili finally tutengeneze timu yetu ya Manispaa ya Musoma. Na hapa pia nimeshakutana na wadau wa michezo nikishirikiana na mjumbe wa TFF mkoa wa Mara ambaye ni Agustin Mgendi. Tulikaa na hawa wadau wa soka ambao wanamiliki vituo vya sports centers, walikuwa ni 11. Tulikaa nao nikapata changamoto zao ambazo nikawaambia nitashirikiana nao kwa pamoja kuhakikisha tunazitatua, ili waendelee kuwatrain watoto wetu kwenye vituo vyao hivyo vidogo. At the end of the day, watoto wakishamaliza pale, tutengeneze kupata academy yetu kama serikali ilivyoahidi kujenga academy kwa kila mkoa. Basi ikipatikana hiyo academy, wale watoto watatoka kwenye hizo sports centers na wataingia kwenye academy hizo, na tutaenda kufufua vipaji vikubwa na kupata watoto ambao wataenda kuandaa na kutengeneza timu ambayo ndio itakuja kutoka kuwa ya ligi kuu kupitia kutoka kwenye jimbo letu la Musoma mjini. Kwa ninaendelea kushirikiana na serikali kuangalia namna nzuri ya kuendelea kuboresha hata kabla hiyo academy kuanza katika jimbo la Musoma mjini. Basi vile ambavyo mimi napambana kuwapeleka huko nje wakaende pate recruitment nzuri ya kuweza kugain vipaji vyao, watakaporudi basi waweze kuanzisha timu ambayo tutaanza nayo, at least na sisi Musoma mjini tuwe na timu yetu kama ilivyokuwa hapo nyuma. Mheshimiwa, nikushukuru sana kwa muda wako Mheshimiwa Mgore. Pengine unala kumalizia kwa Mheshimiwa Rais kupokea kila heri kwenye mapambano ya kuhudumia nchi. Pengine karibu sana. Yes. Mimi namtakia heri nyingi Mheshimiwa Rais. Kikubwa ni Mwenyezi Mungu aendelee kumlinda na kumtunza, kumpa afya njema, na aendelee kupambana kwa ajili ya Watanzania. Ameonesha namna gani Tanzania inaweza kwenda. Ilikuwa Tanzania inaenda, ila ilikuwa inaenda polepole sana, lakini mheshimiwa amekuja na spidi ya hali ya juu sana, na mambo aliyoyafanya kwa kweli yanaonesha mwanga na tabasamu alilolikusudia kwa wananchi wa Tanzania linaweza kupatikana hata kabla ya 2030 yeye kumaliza uongozi wake. Mwenyezi Mungu aendelee kumlinda, aendelee kumtunza. Sisi kama wasaidizi wake ambao ni wabunge ambao tumeaminiwa na wananchi, tunaendelea kumsemea Mheshimiwa Rais na tutaendelea kusemea kazi ambazo anaendelea kuzifanya kwa mstakabali mzima wa taifa hili. Kwa hiyo ninaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu atuwekee mama yetu huyu kipenzi, jemedari, mwanamama mahiri, ambaye kwa Tanzania ndio rais wa kwanza, na ndio rais wa kwanza amefanya vitu vikubwa kwa kipindi cha muda mchache sana. Asante Mheshimiwa Mgore, asante sana. Baada ya maneno hayo naahirisha shughuli za bunge.